imeboreshwa kwa asilimia kubwa. Sasa ukiachana na hilo la eneo la hayo mambo ambayo aliahidi kwamba angeendelea kuendeleza hayo mazuri, kuna maeneo ya vipaumbele ambavyo alivitaja Rais Samia Suluhu Hassan wakati anazungumza ama alihutubia bunge, ambapo alieleza kwamba serikali ya awamu ya 6 ingeyapa kipaumbele mambo mengi kama ifuatavyo. Mojawapo ni kudumisha tunu za taifa. Na tunajua Victoria Patrick, kwenye tunu za taifa pamoja na mambo mengine inajumuisha kwa maana ya amani ya nchi yetu, umoja na mshikamano, uhuru wa nchi yetu, mapinduzi matukufu ya Zanzibar pamoja na muungano wetu tukufu kabisa, unaweza kusema hivyo Victoria Patrick. Naam, na ukianza na tunu ya amani. Amani tunayo hatuna? Amani ipo na inaelezwa kabisa, pasi na kuwepo kwa amani mambo mengine yote ambayo yanaendelea hivi sasa nchini mwetu pengine yangekuwa yamesimama, kusingekuwa na shughuli zinazoendelea si tu za maendeleo. Huo utekelezaji wa miradi ambao unatajwa Victoria Patrick, pengine ingekuwa nguvu imeelekezwa kwenye kuilinda hiyo amani, kwenye kuipigania amani irudi kama ingekuwa imetoweka Victoria Patrick. Mshikamano wa kitaifa tunao hatunao? Si jambo la kuhadithiwa Victoria Patrick. Pas na shaka kila mtu ni shuhuda namna ambavyo miongoni mwetu kama mtu mmoja mmoja, mtu na mtu, lakini jamii na jamii, mwingiliano uliopo kwenye taifa letu kwa kweli si wa pengine wa kulinganishwa na mahali pengine popote kwenye kanda yetu hii, pengine Afrika Mashariki tu hapa kulivyo, lakini mataifa mangapi katika bara letu hili la Afrika watu wanaishi kwa umoja kama ambavyo sisi Tanzania tunaishi hivyo, lakini ulimwenguni kuna mataifa ambayo hakukaliki Victoria Patrick, na ndio maana mara nyingi unasikia idadi kubwa ya watalii wanapokuja hapa nchini kwa hadithi ambazo wanakuwa nazo kabla hawajatoka huko makwao, wanapokuja huku kwetu wakajionea hali ya maisha ilivyo, namna Watanzania walivyo na ukarimu, namna ambavyo wanashuhudia huo umoja wa Tanzania, kitu ambacho huko kwenye mataifa mengine hakipo. Najua una watu unafahamiana nao ambao ni diaspora pengine ama wanaishi na kuendesha shughuli zao huko ghaibuni. Utaenda vipi kwa jirani yako pasi na mpango wote tu Victoria Patrick, na mkajenga ama mkaishi tu ni kila mtu yuko tuna bize na maisha yake, yuko bize na ndani ya fence yake. Hata mkikutana barabarani kusalimiana tu Victoria Patrick ni mtihani. Mtu anahisi kuna jambo unataka ufanye nini, kwa nini msalimiana hamjuani? Lakini huku mtu akikupita hamjasalimiana unashangaa. Sio desturi wala sio mila za Watanzania. Maana sisi tumejengwa katika umoja na mshikamano, udugu yani uliopandwa katika nyoyo za Watanzania, ndio tunaendelea. Na wanasemaga mtu anarithi, tumerithi hivi vitu, tumevikuta bado tumeendelea kuvikumbatia.